wako sharti uache dhambi. Ndio maana endelea. Mimi natabika tena kwa ajili yenu, Yes. mpaka hapo hali yake Kristo itakapoundwa ndani yenu. Mpaka hali ya Kristo itaundwa ndani yenu. Soma. Laiti ningekuwa pamoja nanyi sasa, maana ningalipata msimamo fao juu yenu. Nina wasiwasi sana nanyi. Sasa tusipe watumishi kazi ngumu. Kama vile wandugu wametutembelea hapa Nairobi, badala watuhimize katika neno la Bwana, wameanza kesi. Wameanza kesi. Ulisikiaje huyu ndugu ilikuwaje? Hebu tuende tutatue mambo ya nyumba. Mara alipiga bibi yake, huyu alifanya sherehe. Sona sasa haileti raha katika kanisa, lakini inaleta huzuni. Sasa kile ambayo tunafaa tufanye ili tuweze kushinda hizi majaribio. Nilisikia ndugu alitoa ndugu wengine katika waraka wa Petro 5. Tuwe waangalifu kwa sababu ule adui halali anatafuta kila wakati, kila siku mtu ule ameamini ili angamize. Sasa tuwe rada, tuwe macho kila wakati ili tusianguke katika majaribio. Tufanye nini ili tuweze kushinda hayo majaribio? Vile tutaishinda, Warumi 18:12. Warumi 8:12. Hapo ndio tutapata njia ya kushinda huyu muovu. Muovu ako nasi hapa, hata amekaa hapa anasikiza Injili na amejua yote mazuri ambayo Mungu ametayarishia watu wake. Na tusipojihadhari tutapata kwamba umetoka katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anataka. Soma dada yangu ukipata life through the Spirit. Yes. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it's not to the flesh, to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. You will die. Yes. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Sasa huyu anaangamizwa na Spirit. Hebu soma na Kiswahili. Inasema hivyo basi, ndugu zangu, tunalo jukumu lakini si la kuishi kufuatana na maumbile ya kibinadamu. Kila mtu ako huru kuishi, lakini Mkristo asiishi kulingana na mambo ya kimwili. Mawazo yako yote unaweka kwa Bwana. Unawaza kila wakati, hata ukilala. Wacha nikwambie, mtu anaotanga ndoto mbaya kwa sababu asomi Biblia. Ukitaka kuota ndoto mzuri, kama unaenda kuomba kulala, tafuta Biblia soma, au tafuta kitabu cha wimbo uimbe. Sasa ile utaenda kulala, hizo vitu zote ndio itakuwa kwa mawazo yako, ndio utakuwa unaziota. Lakini kama umeenda kulala, kama uligombana na mtu na jirani, utaota tu anakuchinja. Unaona? Hata utapiga nduru usiku. Sasa tuwe macho kila wakati. Hata kama umegombana na mtu, but ikifika saa ya kulala, usiende tu ulale. Piga magoti uombe, soma andiko. Chukua tu andiko moja tu. Hata hiyo Matthew 1. Soma tu hiyo ukoo ya Yesu, uende mpaka mwisho umalize. Utafukuza hiyo pepo. Sikudanganyi. Hii neno la Mungu kuna nguvu na itakusaidia katika maisha yako. Umesoma hapo? Sijamaliza. Hujamaliza, hebu soma. Inasema, hivyo basi ndugu zangu, tunalo jukumu lakini si la kuishi kufuatana na maumbile ya kibinadamu. Kwa maana kama mkiishi kufuatana na matakwa ya maumbile ya kibinadamu, hakika mtakufa. Lakini kama kwa njia ya roho mnayaua matendo yenu maovu, basi mtaishi. Basi huwa matendo yenu maovu kwa roho. Roho ni nini? Si tunasema roho ni nani? Sasa nani ikisema do not kill na unawacha hiyo unaenda kuua. Usifanye usherati, unawacha hiyo unaenda kufanya hiyo utaua
utaua matendo maovu kweli? Matendo maovu roho ndiyo inakusaidia kuua. Sasa tukiishi hizi mwili inavyotaka, basi tutakufa. Lakini tukiishi ndani ya roho, tutapata ile uzima ambao Mungu ametuahidi. Na mtu asiseme nilishtukia tu nikafanya. Hapana, kile inafanyika ndio hii Yakobo 1:12. Yakobo 1:12. Ndugu wetu. Tujitahidi, tunyenyekee, tufanye kazi ya Mungu kwa sababu tusaitwa na sisi ndio mwanga ya ulimwengu. Hebu jaribu kufanya tu maovu, ufanye tu dhambi nyingine ambao ulimwengu watazame. Itatangazwa hata kwa TV. Unaona? Na itakuwa aibu kubwa kwa sababu tumerudisha Kristo kwa msalaba mara ya pili. Sasa tujihadhari, tujue kwamba sisi tayari tumesaitwa tuwe mwangaza tukaelekeza wengine. Hebu soma hapo. Trials and temptations. Blessed is the one who perseveres under trials. Yes. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Soma kidogo. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. Unaona vile zimepangwa. Hebu soma hapo. Kifo nile tumesoma hapo. Majaribio. Heri mtu anayebaki mwaminifu katika majaribu. Kwani akishastahimili atapewa tuzo la uhai ambalo Mungu aliwaahidi wale wanaompenda. Kama mtu akijaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu. Huwezi jaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu. Wala yeye hamjaribu mtu yoyote. Lakini mtu hujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake. Tamaa ndiyo inafanya ujaribiwe. Ukiwa tu na tamaa, mke wako amekuweka vizuri. Wacha tu tuongee hapo kwa sababu hapo ndio roho imeleta leo. Mke wako amekutunza vizuri, bado unaona wengine. Si wewe uoshe huyu wako pia akipendeza. Sasa tamaa yako inakusukuma kwa ya wengine. Unaona? Sasa tamaa yako inakujaribu. Sasa ikisa kujaribu inazaa nini? Tamaa ikiiva uzaa dhambi. Tamaa ikiiva inazaa dhambi. Nao dhambi ikikomaa uzaa kifo. Dhambi ikikomaa uzaa kifo. Hebu soma hiyo na Kijaluo tu hiyo peke yake. Umepata hapo? 112. Anzia 112. Ng'at manano ka iteme jawi kosaloyo tem noyudo singo mangima maruoth nosingo ni nomi jogo mohere. To ng'at ma itemo kik kwany Nyasaye teme nikech onge richo manyalo temo Nyasaye. En owuon ok otem ng'ato. To ng'ato ka ng'ato gombone owuon ema temo kendo yone. Ka gombo osemako ich. Ka gombo osemako ich to onyuolo richo. Richo kosedongo mogik to kelo tho. Unaona? Richo kelo tho. So tamaa yako tukiwa ndani ya Kristo, sasa tunaua tamaa kupitia roho. Hayo maovu tunaua kupitia roho. Mtu mwenye ako na roho hatakuwa na mambo mingi ambayo akienda kufanya tu kitu mbaya hivi anashtukia tu, kwa sababu roho inaishi ndani yake, anatembea ndani ya roho. Kila kitu hata akifanya kazi yake inaenda tu vizuri kwa sababu roho inamsaidia. Sasa tujitahidi kila mara tukijua sisi tayari tumeitwa ili tufanye kazi ya Mungu, tuwe mwanga wa ulimwengu. Sasa tukiwa mwanga wa ulimwengu, kile ambao tunafaa tujihadhari naye
Wakolosai 3, Wakolosai 3 anzia 11. Wakolosai 3:11 nasemaje? Inasema living as those made alive in Christ. Here there is no Gentile nor Jew, circumcised or uncircumcised. No, anzia 8. Anzia 8 ndio. Nasema, but now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Sio hapo. Ni 2 mstari wa 8. Pole. Ni 2 mstari wa 8. Sasa kile ambayo yafaa ujiadhari naye pale shetani anatafuta zaidi kwako ndio hiyo. Na hapo ndio ujiadhari na utashinda shetani. Soma. Spiritual fullness in Christ. Aha. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Yeah. Soma. Mpaka 11. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. In him you were also circumcised, with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. Maisha kamili katika Kristo. Maisha kamili katika Kristo. Angalieni basi mtu asiopotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu. Wewe ndio tunaenda na yeye. Hekima ya kibinadamu iko mingi. Hekima ya kibinadamu iko mingi. Mtu atakwambia, dada yangu, wewe ndio wakati huu umejitokeza, wewe unataka kuwa mtu wa Mungu, sasa unajifanya wewe ni Mkristo. Nimeona wamama wengi hata atakuelekeza kwa mama mwingine ambayo ameshindwa na maisha, hataki hata kusikia neno la Mungu. Alijaribu kuhubiri, hata alijaribu kutembea na neno la Mungu akashindwa. Sasa anakulinganisha na ule mama, wewe ndio utaweza kama ule nani ndiye ameshindwa. Sasa shetani anakuja na njia mingi. Sasa wewe si ule, imani yake na yako iko tofauti. Yeye alishindwa na wewe utashindwa. Mfukuze jinsi Yesu alifukuza Petro, akasema ondoka wewe shetani. Sio Petro alikuwa shetani. Shetani aliingia ndani ya Petro. Akaanza kunena tofauti na jinsi Mungu alipanga. So wewe pia jiadhari, ukiwa ndani ya neno kila mara roho ikikuongoza utashinda hayo majaribio. So sasa jiadhari. Mtu asipotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu ambao chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala na wala si Kristo mwenyewe. Pepo watawala wala si Kristo mwenyewe. Anashika mawazo yako na mambo ambayo ya upotovu ili utoke kwa njia uende utumikie shetani. Soma kidogo mpaka 11. Maana ndani yake Kristo katika binadamu wake umo kamilifu wote wa Mungu. Ndani ya Kristo iko kila kitu. Kamilifu wa Mungu unapata ndani ya Kristo. Ukiwa ndani ya Kristo umepata kila kitu. Si ati ukiwa ndani ya Kristo bado unaenda kutafuta mtu wa maombi akuja aombee mtoto wako jana alitabika, kumbe pengine ulimpea uji mingi ama ulimpea uji yenye chakula yenye haendani na mwili. Mtoto ameanza kutabika, badala uamini Kristo wewe unaenda kutafuta mganga aenda kufanyia ushirikina, mambo hizo vitu zinafanyika. Lakini ukiwa nakwambia hii neno ukiamini, wakati wacha ni kwa sasa testimony pia tunatoa tu kidogo ndio iweze kuelewa. Wakati nilikuwa sijaamini, nilikuwa bado sijajua hii neno, nilikuwa na mtoto moja, msichana yangu mkubwa. Wakati alizaliwa tu hivi,
ilimaliza sijui wiki 3, mtoto analia mpaka mama mwingine akasema pengine anataka aitwe na jina fulani. Sasa huyu mwenye anataka aitwe ananiambia kuna babu ama nyanya mwingine anataka aitwe na jina yake. Sasa mimi sijui. Akaniambia twende kwa mtu wa maombi. Tunaenda kwa Lady Maria. Ukienda huko pepo kumbe pia jihadhari, pepo pia wanatabiri. Alitabiri tu Joan anataka muite. Vile nilimuita tu na Joan alinyamaza. Alinyamaza. Sasa nilijua kweli mtoto akizaliwa usimuite tu jina yenye unafikiria, mpaka uulize hata kama nyanya yako ama babu yako tumuite jina gani. Lakini wakati nilijua tu neno hivi, nyuma yao kuna watoto 5. Hakuna ule amelia akizaliwa watoto wa kutusa, hakuna kweli, si ati nadanganya. Hata ile maji ya grip water ya kupeana kwa mtoto ule wakati amezaliwa ati tumbo na muma, hakuna. Sasa ukiamini kwa Kristo kweli hizi pepo zitaenda. Ukiamini, sikudanganyi, pepo itaenda. So jihadhari, kwa sababu shetani naye pia hafurahi kama ufalme wake inaanguka. Anatafuta wale ambao ataenda nao wapi? Jehanamu. Sasa sisi tumeitwa tujue kwamba neno la Mungu liko na nguvu na tusiichafue. Asante, Mungu awabariki.